bin Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwafikisha katika haya. Aliyotuwafikisha ni kuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, tena wakati wenzetu wengi tunawafahamu waishatangulia mbele ya haki. Hatuna budi sisi tuliokuwa hai kusema alhamdulillah na kuwaombea sana wenzetu ambao wametangulia mbele ya haki. Allahumma thabbituhum bilqawli thabit. Sura leo tunaisoma baada ya kwamba mwaka jana Mwenyezi Mungu alituwafikisha tukasoma suratu Tin. Mwaka jana tulisoma sura 3, suratul Qadri na suratul Alaq na suratu Tin. Leo tuendelea na hii sura ambayo ni Alam Nashrah. Sura hii fi mu'dhami tafasir, katika tafsiri, sehemu kubwa ya tafsiri za Qur'an, na pia katika sahihi al-Bukhari, sahihi Muslim, Jami'u Tirmidhi, vitabu hivyo, sura hii imeitwa kwa jina hilo hilo la Alam Nashrah. Yaani unaposema sura hii ni sura gani, ukasema Alam Nashrah, ndivyo hasa ilivyoitwa na ndani ya sahihi al-Bukhari na tafsiri nyingi. Pia sura hii ukitaka utaita suratu Sharhi. Suratu Ash-Sharhi ni majina katika majina ya sura hizo. Pia inaitwa suratul Inshirahi. Kwa utakayemsikia mtu anayesema suratu Alam Nashrah, ndio huyo sawa na aliyesema suratu Sharhi, na sawa na aliyesema suratul Inshirah. Idadi yake katika Qur'ani, sura hii katika wifqu nuzuli kwenye Qur'ani, kwenye hizi sura, ukisoma hizi ulumul Qur'ani, kuna kitu anachokiita wifqu nuzuli na wifqu al-adad, si ndio? Au tartibu nuzul na tartibu al-adad. Katika mpangilio wa kushuka, sura hii ni sura ya 12. Ilishuka baada ya surati Dhuha, na baada yake ni surati al-Asri. Iliposhuka hii ikashuka wal-Asri. Kwa maana hiyo sura hii ni sura ya 12. Surati Dhuha ni sura ya 11, na sura gani? Surati al-Asri ni sura ya 13. Hii ni katika wifqu nuzuli, tartibu nuzuli, utaratibu wa kushuka. Ama mpangilio wake katika msahafu kwa idadi, mpangilio wake kwa idadi ni sura ya 94. Sura ya 94. Sura 95 ndio hiyo Watin, na sura 96 ni suratul Alaq, na sura 97 ni suratul Qadr. Structure hii sura namna ilivyo, sio sura ndefu, ni sura yenye aya 8. Sura za namna hii fupi fupi
mara nyingi sana, asilimia kubwa kabisa, ni alama ya kufahamu kwamba hii ni sura ya Maka. Sura ya Maka unaweza ukaijua kwa mambo mengi, mojawapo ni ule ufupi wa sura. Na inafahamika kwamba sura zilizoshuka Maka ni 85 au wengine husema 82. Zilizobaki 19 au 20 hivi ni sura za wapi? Madina. Kwa hiyo utaona Qur'ani sehemu kubwa imeshuka wapi? Maka. Sura hii imeshuka pia, ni sura ambayo ni kabla al-hijra, kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hajahama kwenda Madina. Sura hii ilishuka, manake ni sura iliyoshuka kabla ya mwaka 622, kwa maana mwaka 622 ndio mwaka aliohama Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda Madina. Sura hii kwa ufupi wake, ile structure yake, ina aya 8, lakini aya 8 hizi zimekusanya maneno 29, na maneno hayo 29 yametengenezwa na herufi 103. Kwa ujumla sura hii inazungumzia mapenzi ya Allah. Hii alam nashraha laka sadraka, ukitazama kwa jicho la ndani kabisa utaona kuna mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwa mtume wake, kwa kukunjua kifua chake na kuujaza Uislamu. Na pia sura hii imeelezea inatupa faraja kwamba fa inna ma'al usri yusra, pamoja na dhiki ni faraja. Sasa baada ya kusema haya, labda tuende moja kwa moja kwenye tafsiri. Alam nashrah laka sadrak, tumuomba Mwenyezi Mungu atuwafikishe tusome hapo. Tuanze na alam nashrah, kisha tuje na laka sadrak. Alam nashrah, huu muundo wake pia ni ujumbe. Qur'an tunasema mara kwa mara, hakuna ambacho sio ujumbe ndani ya Qur'an. Herufi utakayoiona jua inaongoza, ina ujumbe. Tamko utakaloona lina ujumbe. Yaani kwenye Qur'an hakuna ambacho hakina maana. Sasa alam nashrah laka sadrak, hivi hatukukikunjua kifua chako? Maneno hapo tu tayari hiyo ni Qur'an, wapata thawabu. Sasa wewe mwenyewe kitafakari, hivi hatukukunjua kifua chako, sasa hii inaongoza nini? Inaongoza kwa sababu kuanzia herufi na maneno ndani ya Qur'an hakuna kisichokuwa na ujumbe. Kuna hii hamza imetumika hapa, ni hamzatul inkari, si ndio? Ni hamza ya kukanusha. Hivi wewe Muhammad, hatukukunjua kifua chako? Na hamzatul inkari yufidu nafya, sio? Inafidisha kanusho. Hamza ya kukataa inafidisha nini? Kukanusha. Lakini hapa kuna lam, harfu nafi wa jazmin wa qalbi. Twendeni pamoja alafu tutaelewana. Lam ni herufi ya kanusho, lam. Sasa twajua kwamba negative plus negative positive, si ndio? Kwenye logic, zile hesabu za logic, na manake ijtimau nafiani
yufidu ithbata. Ndio negative plus negative is equal to positive. Ndio watu wa falsafa wanavyotuambia kwamba uongo ukiwa mwingi, kia uongo tuzungu uongo mwisho unakuwa kweli. Ndivyo sivyo? Uongo plus uongo kweli, mkwamba ule uongo unavyokaririka. Lakini huku ni nafyu ma nafyi yufidu ithbata. Kanusho na kanusho lafidisha nini? Kuthibitisha. Kwa hiyo sasa anaposema alam nashrah, hivi hatukukunjua laka sadraka, kifua chako. Maanake ni kwamba Mwenyezi Mungu hapa anatuambia kwamba alikikunjua kifua cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapo tumeelewana? Ni kama wewe mara nyingi mtu anambia hivi, mtoto ambaye ushamwambia jambo hivi, sijakuambia wewe jambo kadha kadha kadha, hana maana umjibu, ni kwamba anakuthibitishia kwamba ulifanyaje, ulimwambia. Ni swali ambalo, kwa hiyo unaweza ukasema alam nashrah laka sadrak. Hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kutufundisha kwamba kifua cha Mtume Muhammad, tukisema kwa maana ya kifua na kusudia moyo, sio moyo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kifua chake hakifanani na kifua cha mtu yoyote. Yani na wala haitotokea ikafanana. Kwa hiyo ni kuonyesha utukufu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni pamoja na hii sharhu sadri. Sasa nini maana ya hii sharhu? Fala al-aslu ash-sharhu ma'nahu bastul lahmi wa ghairihi. Tuendapo na asli ya kimaana ya kilugha, neno sharhu maana yake ni kukunjua nyama. Nyama zilikuwa za kunjuliwa hivi, ndani kunakuwa kama ndani, inakuwa nje, na kisichokuwa nyama mimma fihi tawsi'u mustalzimun liidhhari batinihi wa ma khufiya minhu, pamoja na kisichokuwa hicho miongoni mwa kile ambacho mna ndani yake kutanuka. Tawsi', kukunjuka, kutanuka, kwenye kulazimiana na kudhihirisha ndani yake, kudhihirisha kilichokuwa ndani, wa ma khufiya minhu, na kilichofichwa ndani. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kukunjuliwa kifua chake, maana yake ni ye mwenyewe kudhihirishiwa yaliyokuwa ndani na kutolewa, kudhihirishwa vilivyokuwa ndani na kutolewa, ndio asharhu. Ndio maana wafasiri wengine wamekwenda kwamba kama huyu Fakhru Razi anasema kwamba fi sharhi sadri kaulani, mna katika hii kukunjuliwa kifua kauli mbili. Al-awwal, kauli ya kwanza, maruya anna Jibril alayhi salamu atahu, ni ile iliyopokelewa kwamba Jibril alimjia Mtume, wa shakka sadrahu, akapasua kifua chake, wa akhraja qalbahu, akatoa moyo wake, wa ghasalahu wa anqahu, akauosha na akausafisha. Thumma malaa ilman wa imanan, kisha akaweka ilmu na imani na kadhalika. Iko maana ya namna hiyo, kwamba moja ya hapa kwa zungumziwa kile kitendo cha Jibril kutumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amfanyie operation ya moyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Twaweza kuthubutu kusema
ndio operation ya kwanza ya moyo kufanyika. Ndivyo sivyo? Kwa sababu vitabu vyote vyaeleza kwamba na alimshona na alama ile ya mshono ya Mtume Muhammad ilikuwa inaonekana. Kwa hiyo ni operation hiyo, ni operation ya moyo. Aliifanya, lakini aliifanya si binadamu. Kwa nini si binadamu? Kwa nini asifanye binadamu ile operation ya moyo, awe ni kiumbe wa malakuti? Kwa sababu jambo lenyewe la sharhu sadri ni jambo ambalo ni malakuti. Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwekewa vitu ambavyo si vya kibinadamu, si kawaida kwa mwanadamu. Miongoni mwa hivyo ndio vile vilivyomwezesha Mtume Muhammad kuweza kupanda mbinguni. Ni hii sharhu sadri. Kwa nasema alam nashrah laka sadrak. Mtume alipasuliwa moja ya mara aliwahi kupasuliwa Mtume ni kabla ya Isra na Mi'raj. Kwa sababu alikuwa na safari muhimu, sio? Safari ile kwenda na mioyo yetu ya kawaida si rahisi. Ndio maana mtu haiwezekani bwana mtu apande mbinguni aende mbinguni. Wewe umejifikiria wewe. Umefahamu? Lakini kafanyiwa adaptation ambayo atakaweza kuadapti mazingira ya kupanda bila tatizo lolote. Na hapo hakuna sayansi. Umefahamu? Kwenye kupanda Mtume Muhammad kwamba si hewa si nini. Kwanza kwenda angani. Hao wanahitaji hewa nyingi sana, wanaenda angani. Huyo anaenda mbinguni. Umefahamu? Mbingu ya ngapi unajua? Amepita huko mbingu ya 7. Hao wengi wanaishi hapo angani hapo. Sari ya mazi si nini. Ni angani bado. Hapo ni angani, sio mbinguni. Huyu kaenda mbinguni, kusichanganye kwenda angani na mbinguni. Alafu anempeleka ni Allah subhanahu. Na hofu tusi tukaingia kwenye Isra wal Mi'raj. Lakini alam nashrah, hivi hatukukunjua laka sadraka, kifua chako. Kwa hiyo moja ya tafsiri ya hiyo sharhu ni bastullah, yaani kukunjua. Kukikunjua, na mara nyingi kunjuliwa kunatolewa vilivyokuwemo ndani. Hata nyama wakati ikitandazwa kuna vitu ambavyo vyafanyaje? Vyatolewa. Na ifahamike yaliyofichwa ndani ya kifua cha Mtume, maana yake yasema mimma fihi tawsi'un mustalzimun liidhahari batinihi wa ma khufiya minhu, yani ule kukunjuliwa kwenye kulazimu kudhihirisha ndani yake, ndani ya kile kifua cha Mtume na moyo wa Mtume na aliyofichwa ndani yake. Idadi ya mambo ambayo yaliyofichekamana ndani ya moyo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao sio kwamba alitolewa, isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa nafuu. Na hii sharhu ifahamike kuwa moja ya maana zake ni kufurahisha. Sawa? Kumtia furaha mtu. Umeleka? Waarabu jambo la furaha naita mabsut. Imethibiti katika Waarabu jambo la kufurahisha kwamba basata sadru, kwamba kimekunjuka kifua chake, maana kikafurahi. Na sio Arabu, hata sisi tu. Kifua ambacho kimebana kina dhiki, maana yake mtu ana hasira, sio? Sasa miongoni mwa mambo ambayo yalikuwemo ndani ya kifua cha Mtume ni jukumu zito la ar-risala, jukumu zito la ujumbe, kusimamia umma, kuwaongoza na kuonyesha. Ni jukumu zito. Mwenyezi Mungu mwenyewe alipokuwa anampa utume alimwambia hili jukumu zito ninalokupa, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, sisi tutakupa wewe, tutakuwekea, tutaweka kwako kauli iliyokuwa nzito, tutakuingizia kauli nzito. Kwa hiyo moja ya mambo ambayo yalikuwa ni jukumu zito ndani ya kifua cha Mtume Muhammad
ni hii ar-risala, kupewa utume. Ngona pamoja, kupewa utume. Ndio maana hii Alam Nashrah ikawa imekuja kwa itlaq, kuachiliwa, kwamba sehemu nyingi Mwenyezi Mungu amempa nafuu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kifua chake, na kuonyesha kwamba ar-risala, ujumbe wa kuongoza watu, kuwasimamia watu, ni jukumu zito kwa Mtume Muhammad. Ni pale Mtume alipolia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alilia aliposomewa aya 41 Suratul Nisa. Ibn Mas'ud alipofika aya 41, Mtume alilia, na Mtume mwenyewe alimuomba Ibn Mas'ud, akamwambia ikra alayya alqur'ana, nisomee Qur'an. Akamwambia akra wa alayka unzil, nikusomee Qur'ani na wewe ndio umeshushiwa. Kwa nitathubutu vipi mimi kusoma Qur'ani mbele yako Muhammad Mtume? Akamwambia mimi ninapenda kuisikia, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, mimi napenda nisikie Qur'ani nasomwa kwa asiyekuwa mimi. Ibn Mas'ud akasoma surati Nisa. Alipofika kaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahidan wa ji'na bika ala haula shahida, itakuwaje pindi tutakapouletea kila umma shahidi wake, wa ji'na bika ala haula shahida, na tukakuleta Muhammad juu ya ummati huu wa Muhammad kuwa wewe ndio shahidi. Pale ilionyesha kwamba Mtume Muhammad ar-risala ni jukumu kubwa kwake, hakulichukulia kimchezo. Kazi aliyopewa na Mwenyezi Mungu alichukulia kwa uzito mkubwa. Alilia hapa, akamstopisha Ibn Mas'ud asiendelee. Hii yaonyesha kwamba yeye alikumbuka kiyama, kwamba atakapoletwa mtume kuwa ni shahidi juu ya ummati Muhammad, mtume ambaye ni Habibullah, pamoja na kuwa ni Habibullah, kaona jukumu zito hili, kalia. Sasa moja ya hii anaposema kwamba maana hii ya kilugha tunaichukua, bastu lahmi wa ghairihi mimma fihi tawsi'un mustalzimu liidhahari batinihi wa ma khufiya minhu, kwamba ni tausia yenye kulazimu kudhihirisha kilichokuwa ndani na yale ambayo alijificha kwake Mtume Muhammad. Miongoni mwa waliojificha ni hilo jukumu zito, Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo yote Mwenyezi Mungu alimpa nafuu. Ile nafuu aliyopewa na furaha aliyopewa ndio kukunjuliwa kifua, kama tutakavyoona inshallah. Mojawapo ni hiyo. Miongoni pia mwa waliojificha katika kifua chake Mtume ni maudhi ya mushirikina. Maudhi ya mushirikina kabla ya kupewa utume na baada ya kupewa utume. Kabla ya kupewa utume, Mtume kifua chake kilikuwa kinajaa kwa ghadhabu. Hata wewe ukikasirika wakati mwingine kifua kinajaa, sio? Kuna mtu kifua kinatanuka kama umoga unakimbia. Ni kwamba hata Mtume Muhammad ghadhab, hasira alizokuwa anazipata kabla hata hajapewa utume wa Makuraishi kumshirikisha Mwenyezi Mungu na kwenda na maadili yaliyokuwa ambayo sio mazuri, yalifanya kifua chake kidhiki. Lakini pia na maudhi ya moja kwa moja waliomfanyia Mtume na walioifanyia dini, hawa kina Abu Lahabi, wakina nani, nafahamu yote yalidhikisha kifua cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ushahidi kwamba maneno na vitendo vilikuwa vyadhikisha kifua cha Mtume Muhammad, na kudhikishwa kule, kubanwa kile kifua chatakiwa kitanuliwe. Alam nashrah laka sadrak, hivi hatukukikunjua kifua chako, hatujakitanua kifua chako. Mojawapo ni kuondolewa yale maudhi. Suratul Hijr aya 97 yatuonyesha kwamba Mtume
alikuwa akiudhiwa na yale maudhi yanafanyaje, yanamkera, haswa maudhi ambayo yanakwenda kwenye dini, kwa sababu Bibi Aisha anasema hajapatapo kukasirika katu Mtume Muhammad. Sasa sijawahi kumuona Mtume akikasirika kwa jambo linaloihusu nafsi yake, lakini jambo linalohusu dini Mtume alikuwa anakasirika sana. Mtume mpaka akasema lau ataiba pale watu walipotaka kumshawishi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba bwana, kuna mtu kaiba hapa, asikatwe mkono, manake ni familia kubwa na nini. Akasema lau sarakati Fatima binti Muhammad laqata'tu yadaha, lau angeiba Fatima mtoto wangu Muhammad, mtoto wa mimi Muhammad Rasulullah, ningemkata mkono wake. Na hapo Mtume alikasirika mpaka macho yake akawa mekundu, mpaka ngozi yake ikawa nyekundu. Sasa haya yote ni mambo ambayo yanaofanya dhiqu sadri, sio dhiqu sadri, ambao adhiqu sadri yahtaju ila inshirahi sadri. Dhiqu sadri inahitajia kukunjuliwa hicho kifua. Lakini ushahidi wa aya ya kwamba Mtume kweli alikuwa mambo haya yanamkera, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, na hapa hakika twajua, Mungu amwambia najua mimi, hakika najua kwamba wewe yadhiqu sadruka, kinabana kifua chako, bima yaqulun, kwa yale wanaoyasema. Kubana kifua maana yake ni kuwa na ghadhab, kutokuwa na amani, kutokuwa na furaha. Lakini sasa mimi na wewe tuchukue dawa hii. Ukiwa ni mtu wa kukasirishwa na maneno ya watu huku na huku, dawa yake nini? Isikupe stress. Fasabbih bihamdi rabbika, msabihi sana Mola wako, yani mtaje Mungu sana, lakini utaje wenyewe ulioainishwa moja kwa moja ni tasbih. Kwa umekasirika, msabihi Mungu, usisikilize muziki, msabihi Mungu. Fasabbih bihamdi rabbik, lakini wakum minas sajidin, na uwe miongoni mwa wenye kuswali sana. Hata ukasema kuwa miongoni mwa wenye kusujudu sana, kwa sababu asijida, nimemsikia yule Dr. Zakir Naik akizungumzia kidaktari, maana ni daktari yule pia, sio ni daktari pia, achilia mbali kuwa ni dokta kwa PhD, lakini ni daktari kwa lakini kaamua kufanya dawa. Nilimsikia katika kaseti yake moja akisema katika sehemu ambayo inaondosha sana stress ni sijida. Hata umesujudu, ukisujudu ile stress inaondoka tena kwa kiwango kikubwa kabisa. Sasa usujudu kwa ajili ya Mungu, usujudu kwa ajili ya kuondoa stress. Lakini hapa asema wakum minas sajidin, na uwe miongoni mwa wenye kusujudu sana. Maana katika wenye kuswali, swala nayo pia inaondoa stress. Wewe kama umekasirika, chukua udhu, alafu piga raka 2, utaona maneno ya watu yale yatakuwa yanaondoka. Lakini wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, na muabudu Mola wako mpaka umauti ukufike. Wewe achana na habari na maneno ya watu. Kwa hiyo hapa ni kuona kwamba miongoni mwa mambo ambayo yalikuwa kibana kifua cha Mtume Muhammad ni pamoja na nini? Na maudhi, kwa mujibu wa Qur'an, ambayo haya kukubana kuhitajiwa al-inshirah. Miongoni mwa hayo ni pamoja na watu kuikataa dini, kuonyesha kwamba Mtume Muhammad hakuwakasirikia watu. Kilibana sana kifua cha Mtume kwa hasira alipopigwa mawe kule Taif. Alipopigwa mawe Taif, alipigwa mawe mpaka miguu yake ikaloana damu. Lakini jambo lile kuonyesha kwamba yeye hakuwachukia wale, hakuchukia kupigwa mawe. Kilichomuudhi Mtume ni ile kutopokea maneno ya Mungu.
Ushahidi ni pale alipokuja Malakul Jibal, yuko juu ya wingu, anazungumza na Mtume Muhammad, ambia mimi ni Malakul Jibal, nimetumwa kwako uniamrishe utakacho, tuwabane hawa watu wa Taif, mlima na mlima, tuchukue mlima wa kaskazini na kusini, tuchukue alafu wabamize pamoja, hivi iwe hiki kizazi ndio mwisho kwa sababu ya kukuudhiwa Muhammad. Asa arju an yakhruja min aslabihim man ya'buduna Allaha haqqa ibadatihi, nataraji kutoa kutoka kwenye vifua vyao wale ambao watakaokuwa wanamwabudu Mwenyezi Mungu haki ya kumwabudu. Hii ni kuonyesha kuwachukia watu, ndio sivyo? Hakuwachukia watu, alichukia kufika ile dawa. Lakini angalia sasa, kwa hiyo waweza ukathubutu kupita kama baadhi ya wafasiri walipopita, kwamba katika moja inshirahu sadri iliyokuwa kubwa, kukunjuliwa kifua kulikokuwa kikubwa sana kwa Mtume Muhammad, kwa jumla ya maudhi yote hayo na yote aliyomhusu Mtume Muhammad, katika mambo yenye kumkera ni ile kupandishwa mbinguni, Isra wal Mi'raj. Sasa tangu hapo ilifuatia muda mfupi tu baada ya kupigwa nini, baada ya tukio la kupigwa mawe, na kule alionyeshwa katika ayatul kubra, linuriyahu min ayatina, ili tumuonyeshe katika aya zetu. Alionyeshwa vitu chungu nzima. Wewe ukipata stress, mambo yanokusumbua, unaenda mbuga za wanyama, mbuga za wanyama ukaangalie nyoka, angalie chui, ukaangalie simba, na vyote unavyoangalia unapenda angalie namna vinavyowapa wengine stress. Simba anavyomkamata swala, nyoka anavyomeza sungura, kichwa chako kinapata nafuu. Lakini Mtume Muhammad kupumzishwa kwake kichwa, alipelekwa Isra na Mi'raj, safari tukufu mno, safari ambayo ilimpa taslia kubwa. Baadhi mufassirin wakapita kwamba hii nayo ni katika inshirahu sadri, ni katika kukunjuliwa kifua, kwa sababu Mtume jambo lile lilimfurahisha, lilimpoza. Kwa hiyo kusudio la hayo, kwa hiyo kutumika neno sadru ambao maana yake ni kukunjua kifua, moja ya maana ni hiyo ya Isra na Mi'raj. Lakini maana nyingine, kwa kuzingatia kwamba ile suratul Masad ni sura ya 6 na hii ni sura ya 12. Ile suratul Masad Tabbat Yada ni sura ya 6 kwa kushuka, na suratul Masad Tabbat Yada ndio suratul Masad, sura ya 6 kushuka. Ama kwa mpangilio wa Qur'ani ile ni sura 111, na hii Alam Nashraha ni sura ya 12 kushuka. Ndio maana ikatumika lam kuonyesha kwamba ni wakati uliopita, sio hivi. Hatukukunjua kifua chako, si kwamba tunakikunjua kifua chako. Sura ile suratul Masad, tuendapo na hili tukio la Isra na Mi'raj, unaweza ukathubutu kusema kwamba ni sura ambayo maudhui yake ni Isra na Mi'raj, si ndivyo? Kwa sababu ile ndio sura ambayo ilioshuka baada ya Mtume Muhammad kutoka safari ile. Pale alipoutangaza utume wake na kutangaza safari yake na kadhalika, alihadha jamaatana, hivi wewe kwa ajili ya hili ndio umetukusanya. Akashuka Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Lakini huu mpishano wa 6 na 12, 6 na 12 ni kuonyesha kwamba suratul Inshirah, moja ya sababu zake, tukikazia sababu,
ni kupoza moyo wa Mtume Muhammad sallallahu. Kwa hiyo hii sharhu maana yake pia ni kupoza moyo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kumpa taslia. Na katika huko kuona makubwa ya mbinguni, nimeangalia katika kitabu tafsiri ile inaitwa Araisul Bayan wa Haqaiqul Quran, asema huwa tuluu shamsu jalali alhaqi fihi. Akitafsiri Alam Nashrah yasema ile neno sharhu huwa tuluu shamsi jalali alhaqi fihi fa adaa minhu ruhuhu wa qalbuhu wa aqluhu wa tara ruhuhu fil azal wa qalbuhu fil jabaruti wa tara aqluhu fil abad wa nafsuhu fil malakuti fatawalla alhaqu sharaha sadrihi la bighairihi wa dhalika hina dhahara lisirrihi dhatihi alqadimi wa sifatihi alazaliya fasharhuhu yazidu ila alabadi lianna jalala alhaqi la nihayata lah wa kana sadruhu mahalla tajalli alhaqi. Huyu ndivyo alivyotafsiri Alam Nashrah. Rejea Araisul Bayani wa Haqaiqul Quran, asema hii sharhu sadr. Na kama umeelewa vizuri hili swala la Isra na Mi'raj, kule Mtume kuonyeshwa mambo ya ajabu kabisa, kule mambo ya malakuti, linuriahu min ayatina, ili tumuonyeshe katika nini, mambo yetu makubwa ya ajabu yenye kumpeleka mtu kwa Mungu haraka na kumfahamu. Mtume utalii wake ni ule kuona hayo mambo ya kiakhera yote kwa ujumla wake. Sasa hii utaona kwamba sharhu sadr, muda kuwa tukio lile limewahi kumpitikia Mtume na likaitwa ni katika sharhu sadr, ni tuluu shamsi jalali alhaqi fihi, ni kuchimbuka, yani ni kule kuchomoza jua la utukufu wa haki ndani yake Mtume Muhammad. Fa adhaa minhu ruhuhu wa qalbuhu wa aqluhu, ikapata mwangaza kutokana na kuchomoza huko hilo jua la utukufu, ukapata mwangaza roho yake, ikawa roho ya Mtume Muhammad haifanani na roho ya kiumbe yoyote, si ndio? Wa qalbuhu, na moyo wake Mtume Muhammad ukawa pia umepata mwangaza wa ajabu, haufanani na moyo wa mtu yoyote. Wa aqluhu, na akili yake haifanani na akili ya mtu yoyote. Hii yote ni kwa sababu Mtume alifanyiwa kitu kinachoitwa sharhu sadri, kinachoitwa sharhu sadri katika maisha yake, ambayo sharhu sadri hii imefanyika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ukamilifu zaidi. Nasema ndio kwamba alam nashrah laka sadrak, hivi hatukukunjua wewe kifua chako? Tuelewana? Isingekuwa hii ni nyepesi tu kama unavyosema hivi, hatukunjua kifua chako, wadhana anka wizraka, tukaishusha mizigo yako, warafa'na laka dhikra, itoshe hivyo tu? Lazima kuna tuluu shamsul jalali haqi fihi, ndani yake ni kwamba ni sharhu kweli, kwa sababu moyo wa Mtume haufanani na moyo wa mtu yoyote katika kuyapokea mazito na katika kuyahifadhi yaliyokuwa mazito, pia katika kuyatoa yaliyokuwa mazito. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasinzia na yuko na bibi Aisha, ni mtu na mumewe. Sasa bibi Aisha alikuwa hana adabu vipi kwa mumewe? Tena adabu ya ipo kweli adabu, lakini bibi Aisha akampiga hivi Mtume Muhammad,
ya Rasulullah, unalala? Aambia, mimi silali. Kwa nini ulale? Mimi nakuona unalala. Anasema macho yangu yakilala, macho ya moyo wangu hayalali. Yani haya macho ya usoni yakilala, macho ya moyo hayalali. Tunakwenda pamoja? Ndio kasema lahu qalbun idha namat ainani lam yanam, ana moyo yeye Mtume Muhammad ambapo yakilala haya macho mawili, ule moyo haufanyeje? Yale macho ya moyoni halali. Kwa Mtume ndio maana alikuwa akiona akiona mbali, kwa sababu ana macho ya moyoni. Sasa ushahidi wa Mtume alikuwa anaona mbali vipi? Wewe mkupe wa Saidina Umar ibn al-Khattab. Sio kule kuna sehemu moja inaitwa Nahawandi. Ndio hii Nahawandi ichukuliwa kule. Nahawandi ni huko Shamu. Saidina yule Saria bin Zanim. Saria bin Zanim alikuwa ni sahaba huyu. Yuko bondeni anaongoza jeshi. Saidina Umar ibn al-Khattab anahutubu al-Juma. Kaanza hutuba yake vizuri kabisa. Lakini katikati ya hutuba sasa, ya Saria al-Jabala, ya Sariyatul Jabala, ya Sariyatul Jabala, kwamba ile Saria lazimiana na mlima, ng'ang'ania mlimani, ng'ang'ania mlimani. Saria akaondoa lile jeshi akalipeleka juu ya mlima na Saidina Umar bahati nzuri alikuwa, watu wenyewe walikuwa msikitini kwa watu wenye akili nzuri. Wangekuwa watu wa sasa, watu wakishambiana kamfungeni kamba tayari. Watu tofautiana hali, sio? Lakini watu wenye akili nzuri walishajua huyu mwenzetu kashahamishwa, anaona ambavyo hatuvioni hapa. Ni hadithi sahihi, alhamdulillah. Yule Saria anarudi anawahadithia sahaba kwamba wakati tuko kwenye vita ile asili ya kushinda, tulipokuwa bondeni, nilisikia sauti ya Saidina Umar yaumul Jumaa, ile saa Jumaa, nilisikia ananiamrisha kwa ukali sana nilazimiane na mlima. Akaenda mara moja. Sasa unajua hii ni tarbia, ni malezi. Hawa ina maana watu walilelewa, ndivyo sivyo? Sasa hivi ukisikia sauti hiyo unaanza kule, hii nini sasa? Hii itakuwa kitu gani? Kitu gani maadui wanakushambulia? Yakalazimiana na mlima, ikawa ndio sababu ya kushinda ile vita. Rejea vita hiyo iliyofanyika na Hawandi. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya sharhu sadri, ana moyo ambao sahaba zake akiwamo huyo Umar hawezi akaukuta moyo wa Mtume Muhammad kwa daraja yake. Ndio maana hapa akasema fa adhaa minhu ruhuhu wa kalbuhu wa aqluhu, ikapata mwangaza kutokana na kuchomoza jua hilo la jalali la haki, roho yake na moyo wake na akili yake. Wa tara ruhuhu fil azal wa kalbuhu fil jabarut, ikaruka roho yake katika azal, ulimwengu azal, na moyo wake katika ulimwengu wa jabaruti. Ulimwengu wa jabaruti unafahamika, sisi tuko alamu nasuti. Huu ulimwengu wetu ndio dhaifu kuliko yote. Malaika wako katika ulimwengu unaitwa malakuti, wao na ulimwengu wao wa kimalaika. Lakini ulimwengu uliokuwa juu ya malaika unaitwa jabaruti. Sasa ni kwamba moyo wa Mtume Muhammad kwa mujibu wa Araisul Bayan wa Haqaiqul Quran ni moyo wa alamul jabaruti. Alamu aljabaruti. Ndio maana hakuwa mtu wa kawaida. Watara aqluhu fil abad, ikapanda akili yake, sio kasema ikaruka akili yake.
ikapanda daraja akili yake milele, kwamba akili ya Mtume Muhammad mpaka tunakwenda mwisho wa dunia hakuna atakayefikia ubora na uzuri wa akili ya Mtume Muhammad. Ndio maana kauli zake ukisikia tukasema Mtume tunaipokea na tunafanya, na ndio mwongozo wa ulimwengu, na ndio mwongozo wa ulimwengu. Sasa moyo wake kwa alamul jabaruti, akili yake tara fil abad, na nafsuhu fil malakuti, nafsi yake katika alamul malakuti. Kama nafsi yake kwa katika alamul malakuti, basi kwa vyovyote nafsi yake itakuwa na mambo ya alamul jabaruti. Fatawalla alhaqu sharaha sadrihi, ikatawalia haki kukunjua kifua chake Mtume Muhammad. Huyu ndivyo alivyopita. Maana alam nashrah laka sadrak, na kuonyesha ndio hivi ni hili neno laka sadrak, hakuwa sadrul lak, ikawa laka sadrak, kifua chako wewe tu Muhammad, sio jaru na majurur. Takdimuhu yadullu ala taksis, kutangulia kwake kunafahamisha taksisi, hiyo jaru na majururu, sio laka. Ingekuwa kwa kawaida kilugha ingekuwa alam nashraha sadran lak, lakini ikawa alam nashraha laka sadrak. Muundo huu pia una maana, na maana yake ni taadhima na utukufu na upekee wa Mtume Muhammad. Lakini pia muundo huo ni kuonyesha neno sharhu sadri sio neno dogo. Hata huo muundo kubadilishwa ni kuonyesha neno sharhu sadri, huku kutanuliwa kifua, sio neno dogo, neno ambalo lina mambo makubwa sana ya kijabaruti, malakutia, lahutia na kadhalika. Wallahu rasuala. Wadhalika hina dhahara lisirrihi dhatihi alqadim, na hapo ni wakati ambapo inadhihiri kwenye siri yake dhati yake Mwenyezi Mungu ya utangu, wa sifatihi alazalia. Ndio maana moyo wa Mtume Muhammad haukuwa na chochote isipokuwa akhera tu, haukuwa na chochote isipokuwa akhera tu. Ndio maana kuna majibu alimjibu Jibril, ni majibu ambayo ya kuonyesha ni mtu pale ambapo alipobana tumbo lake na mkanda kwa njaa. Jibril akamjia akamwambia, Mwenyezi Mungu anakupa salamu kwamba unaona ile milima Abu Kubaisi na milima ile Kainuka na milima kadha kadha hii ya Maka, Mwenyezi Mungu anataka ibadilike iwe ni dhahabu, alafu ni treasure yako wewe Muhammad, iwe ni mgodi wa thamani, yani milima ile igeuke kuwa migodi ya Mtume Muhammad, ili ufanye kazi yako ya da'wa vizuri. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alimjibuje Jibril? Anambia Jibril, ad-dunya daru liman la dara la, wa malun liman la mala la, yajma'uha ma la aqla la. Mba Jibril, hii dunia ni nyumba kwa asiyekuwa na nyumba, nyumba ya thamani kwa asiyekuwa na nyumba, na mali kwa asiyekuwa na mali, anaikusanya asiyekuwa na akili. Kwa maana aliona hiyo milima igeuke, yani wewe mlima Kilimanjaro bana, ugeuke wewe ni dhahabu yako. Kila atakayeenda kugusa pale kutaka kungofoa dhahabu anakuta ni mlima tu, lakini wewe ukienda ni dhahabu na ni mali. Anakuambia bana wewe, yajmauha malaqla la, kusanya mambo mtu asiyekuwa na akili. Huwezi tu kujisemea hivi, mpaka ndani ya moyo kuishi akhera. Kwa hiyo ndio hii
Ndio hii anaosema wadhalika hina dhahara lisirrihi dhatihi alqadimi wa sifati alazali fasharuhuhu yazidu ila alabad, kule kutanuka kwake kifua Mtume Muhammad, moyo wake, utanufu wake unazidi milele. Lianna jalala alhaqi la nihayata la, hiyo kitu kinachoitwa jalalul haqi hakina ukomo. Wakana sadruhu, na kilikuwa kifua chake Mtume mahala tajalli alhaq, ndio mahala pa kudhihiri haki. So tunakwenda pamoja. Kwa hiyo ukisema alam nashrah laka sadrak, hivi hatukukikunjua wewe Muhammad kifua chako, maana yake ni hii kwamba ni pale Mtume Muhammad anatupata ile transformation, kutransform, kugeuzwa kutoka kwenye hali ile ya kawaida, kuhamishwa hali ile ya kawaida kuwa katika hali ambayo sio ya kawaida, kuwa ni basharun la kalbashar. Mmoja alisema Muhammad is the man not like the man. Muhammad ni mtu ambaye si kama mtu. The man where men get manhood, ni mtu ambapo watu wengine ndipo wanapopata utu. Kwa nini? Kwa sababu ile tuluu shamsi ala haqi fihi Allah aminhu ruhuhu wa qalbuhu wa aqluhu, lazima awe ni man where men can get manhood, sio ni mtu ambapo watu wengine ndipo wanapopata utu. Kwa hiyo kwa sababu alikuwa ndio hiyo alam nashrah, ukitazama vizuri laka sadraka, kwa munasaba huo utaona kwamba huwa alhabib, maana yake pia ndio huwa alhabibu alladhi tamma maanahu wa suratuhu thumma istafahu habiban bari'un nasami munazzahun an sharikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghairu munqasim. Ndio ukitazama ni hivyo. Huwa alhabibu alladhi tamma maanahu wa suratuhu, ndio habibu ambaye, kipenzi cha Mungu ambaye imetimia maani yake na ili umbile lake la nje. Ndio maana akmalu nasi khalqan wa khulqa, ndio hii alam nashraha. Sawa, ndio maana akmalu nasi khalqan wa khulqa, Mtume ni mkamilifu wa watu kwa umbile na tabia, kwa sababu ndani yake Mtume ndio maani. Na maani ni nini? Ni akili yake Mtume, moyo wake Mtume, na nini? Roho yake Mtume. Sasa hii imechomozewa na hiyo shamsu jalali la haqi fi faadhaa minhu ruhuhu wa kalbuhu wa aqluhu. Sasa sindo maana yake ndio huwa alladhi tamma maanahu wa suratu, ndiye ambaye imetimilika vizuri kabisa ile maani yake Mtume, ule undani wake. Mtu ndani wake huwezi kutimilia moja kwa moja, lakini Mtume alitimilika. Wa suratuhu, na umbile lake la nje. Hii sura yake kama yako hivi, ndio hii sura yako, ndio suratuhu. Sura yake Mtume alikuwa na ukamilifu, ya kwangu na wewe haina ukamilifu. Umzuri katika baadhi ya masaa tu, ukichoka unakuwa na sura nyingine mpaka ufurahi ndio unapendeza. Ukilala sura yako nyingine, ukiamka nyingine. Hivyo sivyo? Mtume hakuwa hivyo. Ukienda ni nyingine na ukirudi ni nyingine. Ukinyima ulichoomba sura nyingine, na ukipewa sura nyingine. Sasa mtu design gani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamma maanahu wa suratuhu thumma istafahu habiban bari'un nasab, kisha akamchaguaye Mwenyezi Mungu muumba watu wote. Na kwa hii alam nashrah ndio inaonyesha kwamba ni munazzahun an sharikin fi mahasinihi, ametakashwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mshirika yoyote katika mazuri yake.
uzuri wake mtume hauna mshirika. Huwezi kusema kama fulani, hana mshirika, hamna anaweza kushirikishwa na uzuri wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hussein mjukuu wa mtume Muhammad, mtoto wa Fatima, anaambiwa alikuwa amefanana sana na mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ulama asema sio sio ni kama vile kama vile, lakini sie sawa, ni nazahun an sharikin fi mahasin. Yote ni alam nashraha. Unajua, ukitazama vizuri pia, ukitazama vizuri utakuta fajauharul husni fihi ghairu munqasim, johari la uzuri ndani ya umbile la mtume si lenye kugawanyika. Johari la uzuri wake si lenye kugawanyika mtume Muhammad. Tuombe sana Mwenyezi Mungu katika neema kubwa za peponi tumuone mtume sallallahu alaihi wasallam na tuwe naye katika pepo. Basi tafsiri hii ya alam nashrah ni hivyo, na mtume alikuwa na inshirah. Wengine wakasema hii maana inshirah, ambapo katika hii Araisul Bayan wa Haqaiq al-Qur'ani ukichukua maana hii inaingia kwenye maana zote walizotoa wanazuoni. Nyingine wanasema alam nashrah laka sadra, kama Abdullah bin Abbas anasema inshirah ya pale ni Uislamu, kwamba hatukuingizia Uislamu Wengine wanasema si Uislamu peke yake, mtume ana Uislamu, kaingiziwa Uislamu na zaidi. Sasa kitakachozidi Uislamu ni nini? Kuna mengine ambayo ni ziada yake mtume Muhammad, na ndio pale ishara, huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dini la haqi. Dini la haqi ni Uislamu, huda. Mtume katumwa kwa vitu viwili, bilhuda wa dini la haqi. Huda nini na dini la haqi ni nini? Dini la haqi ni Uislamu. Je, huda Al-Qur'an inaingia kwenye dini la haki. Sasa hapo huda ni nini? Ni khaswaisi za mtume Muhammad. Watasema hizo ni khaswaisi za mtume Muhammad, ambazo hizo khaswaisi ndio huda iliyomfanya mtume asifanane na yoyote. Wao si mughayara. Na mughayara yote inafidisha kwamba inafidisha kwamba hukumu ya huku ni mutlaqul jami, hukumu ni moja, lakini cha huku si cha huku. Huda sio dini la haki. Kwa huda ni nini? Asaba ni khaswaisi nabawiya, khaswaisu na an-nabawiya. Hizo khaswaisi vitu vya pekee ambavyo alivyopewa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambavyo ndivyo vinavyomfanya mtume Muhammad roho yake iwe ya pekee, moyo wake uwe wa pekee, akili yake iwe ya pekee. Na tafsiri hiyo ndo akaichukua kwamba ndio maana inshirah, ndio ile alam nashrah. Tuelewana lakini. Kwa hiyo Ibn Abbas akasema inshirah ni Uislamu, pale alam nashrah laka sadrak, kwa kusudiwa pale Uislamu, kukunjuliwa kifua chako, maana ni kuingizwa Uislamu. Ushahidi ni Qur'ani hiyo hiyo, afaman yashrahu sadrahu lilislam fahuwa ala nuri min rabbih, yule ambaye Mwenyezi Mungu anakunjua kifua chake kwa Uislamu. Yote yule ambaye anayekunjua kifua chake kwa Uislamu, huyo yuko katika nuru itokayo kwa Mola wake. Wengine wakasema ile imani mtume huwezi kumweka na yoyote. Hiyo yote hii sio ya mtume. Mtume ana haswaisi zake, sio sawa? Sharhu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni zaidi ya mimi tunapokunjuliwa kifua, na iko wazi, ndivyo sivyo? Na isingekuwa hivyo asingeweza kutuongoza, lazima yapewe ziada.
Mwenyezi Mungu ampe ziada ili awe ndio khairul anami ala al-itlaq, khairu khalqillahi kullihim, kwamba awe ndio mbora wa viumbe wote. Wengine wakasema hiyo sharhu mulia hikmatun wa ilma, maana yake ni kwamba ni mal'anu hikmatin wa ilmin, ni kujazwa hikma na ilmu, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ajazwa hikma na ilmu. Lakini ukishasema hikma na ilmu utarudi huku kwenye arais albayani wa haqaiq nubuwa, kwa sababu hikma ni dakaikul ulumi, sio zile elimu za ndani, na ilmu ni hiyo. Manake mtu mwenye hikma, unaweza ukapewa ilmu usipewe hikma, ukapewa ilmu lakini usipewe ilmu ya ndani. Mtume zote alipewa. Wengine wanasema pale alam nashraha, hivyo tukukunjua kifua chako, kusudio la pale ni kujazwa ilmu na hikma. Huyo ni Al-Hasan al-Basri. Ataa bin Abi Rabaha yeye akasema bima munna alayhi min as-sabr wal ihtimali, yani ni kuneemeshwa Mtume subira na uvumilivu. Subira na uvumilivu, Mtume sallallahu alaihi wasallam kuyabeba mambo mazito, uwezo wa kuyachukua mambo mazito na yasimuangushe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini unaposema haya yote unarudi kule kule kutiwa nuru moyo wake, roho yake na kadhalika, sio? Na wengine wakasema ni ile uwezo wake wa kuhifadhi Qur'ani na hukuki nubuwa na zile haki za utume, kile cheo chake kile uweza kwenda nacho kama kinavyotakikana, ndio ile hukuki nubuwa, ndio maana sharhu sadri. Lakini hayo yote utaona yanarudi kwenye hii barakuu, ile safari yake ya Isra na Mi'raj. Bado utaona kwamba ndio kukunjuliwa kulikokuwa kukubwa. Mtume Muhammad alijazwa mambo mengi, si ndio? Pale hata Bibi Aisha, ili kujulisha kwamba alijazwa vitu vingi, ndio pale Bibi Aisha alipomuuliza Mtume, madha qala laka rabbuka hina qala madha auha ilayka rabbuka hina qala fauha ila abadihi ma auha, Mola wako alikufunulia nini wewe? Pale aliposema akamfunulia mja wake alichomfunulia. Hii inahusu safari yake ya mbinguni Mtume Muhammad, kwamba kule wewe ulifunuliwa kitu gani? Ndio akasema aturidina an ta'lami ma lam ya'lam Jibrilu wa Mikailu wa Israfilu wa malakun mursal. Wataka kujua Aisha kitu ambacho hata Jibrili mwenyewe hajajua, wala Mikaili wala Israfili wala malaika yote aliyetumwa hajajua. Hii haijulikani kwa yoyote katika viumbe wa Mungu, hata Jibrili mwenyewe hajui. Wewe wataka kujua ndile wa kile alichohuishiwa na nani? Na Allah katika safari yake. Hii yote ni kuonyesha kwamba kama muli ya hikmatun wa ilma, ilmu ambayo imewazidi wote hao na hikma imewazidi wote hao ni katika ile safari yake. Kwa sharhu bado itarudi kwenye nini? Yule aliyesema ni Israel, alam nashraha ni Isra na Mi'raj, kwa sababu yale maudhi yote aliudhiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalikwenda akayeyushwa kule, ile furaha aliyoipata. Si ndio? Umetoa mfano wewe, hata ukipata stress unaenda baharini, maana ndio mwisho wa bahari. Kitu ambacho zaidi ya bahari ungeenda ukapigwe na ule upepo pale na uangalie maji ya blue, stress zinaisha, sio? Lakini mwenye uwezo zaidi anaenda Ngorongoro na lengo lake aone simba anavyoua, hivyo stress inaondoka. Lakini Mtume Muhammad hapo lazima elimu ilijazwa kubwa sana. Basi Aisha radhiallahu anha, Mtume akamwambia baadhi ya mambo,
lakini mwisho akaja akamwambia, mimi bwana nimepewa elimu 3. Katika hizo ulumi nilizopewa kuna ilmu ambayo hiyo ni na khiari ya kuitoa kwa umma, lakini kuna ilmu ambayo ni wajibu niitoe kwa umma, na kuna ilmu ambayo ni baini wa baina Allah, ni kati yangu mimi na kati ya Mungu tu. Mdogo huyo Sasa hiyo si sharhu sadri kuonyesha kwamba ikiwa ni al-Islam lazima vile kuna huda wa dinu la haki. Huda kuna maana yake al-Islam mulia hikma, Uislam ndio maana sharhu, kujazwa hikma na ilmu, kuneemeshwa subira na kuyabeba mambo, kuhifadhi Qur'ani na haki za utume. Mukhtasari huu, kitabu kizuri cha mukhtasar wa Qur'ani, vizuri sana, tafsiri nzuri, ni An-Nukat wal Uyun. Hiki hapa sio nacho, kiko ndani An-Nukat wal Uyun. Kwa hiyo Alam Nashraha hata ukaja ukaifasiri na ile hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna nura idha dakhala alqalba infasaha wa insharaha, pia unaweza ukaitafsiri kwa hadithi ile, na pia imetumika na baadhi ya wafasiri, kama mfano Ruhul Bayani ameweka ile hadithi, inna nura idha dakhala alqalba, hakika nuru inapoingia moyo, infasaha wa insharaha, ule moyo unakunjuka, unapata nafasi na unakunjuka. Inshirah ni kubwa kuliko infisah na nuru yenyewe nini? Ni al-Islam, hapo iliyokusudiwa. Kwa hiyo usema al-Islam ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuingizwa katika moyo wake Uislamu. Ukienda na tafsiri Alam Nashraha ni Uislamu, kwamba kuingizwa ndani ya moyo wake Uislamu, basi ikawa ni sababu ya kukishinda kila kitu na kuwa juu ya kila kitu. Na hata wewe kama moyo wako utaukubali Uislamu kwa 100%, ukaishi vile Uislamu unavyotaka, kwenda kwako iwe ni Uislamu na kurudi kwako ni Uislamu, faragha yako ni Uislamu na dhahiri yako ni Uislamu, kupokea kwako ni Uislamu, kutoa kwako ni Uislamu, kutazama kwako ni Uislamu, kusikiliza kwako ni Uislamu, kulala ni Uislamu, kuamka ni Uislamu, kuingia chooni waingia Kiislamu, ukitoka watoka Kiislamu. Almuradi Uislamu ni maisha yako yote. Yaj'alahu Allahu laka makhraja, yaj'alu Allahu laka makhraja, Mwenyezi Mungu atakujalia makhraja ya kila kitu, matokeo ya kila kitu, utashinda kila kitu kama Mtume alivyoshinda. Mtume kashinda kila kitu Mtume kashinda kila kitu. Ndio maana mpaka leo wana falsafa wa kimagharibi wanamwandika Mtume vizuri, dalili kwamba kashinda kila kitu. Ndio maana hapa kwa haya yote yaliyozungumzwa ndio asema warafa'na laka dhikrak, maanake baada al-inshirahi ni rifa, baada al-inshirahi ni rifa. Ndio ile warafa'na laka dhikrak, na tukanyanyua utajo wako. Utajo unaweza ukanyanyuka kwa namna mbili, ima utajo mbaya au utajo mzuri. Waweza ukatajwa vibaya kama maarufu lakini vibaya, lakini ukawa utajo wake Mwenyezi Mungu akaunyanyua. Kaunyanyua vipi? Kuna njia nyingi sana tukuja kusoma inshallah. Umenyanyuka utajo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darasa ni hapo, naona leo tuishie hapa, kwamba alam nashraha laka sadraka, tafsiri yake hivi: hatukukikunjua kifua chako. Alam nashrah laka sadrak,
hivi hatukukikujua kifua chako? Kukunjuliwa vipi? Ndio mzunguruko wote huo. Allahu wa rasuluhu a'lam. Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio wenye kujua zaidi. Watu wengine wanasema ni bora useme wallahu a'lam, usiseme wallahu wa rasuluhu a'lam. Lakini mimi naona inaofani wallahu wa rasuluhu a'lam, kwa sababu aman yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Itatizika kwa jambo lirudisheni kwa Mungu na mtume. Kwa hiyo wallahu wa rasuluhu a'lam, Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio wenye kujua zaidi. Nahmaduka rabbi wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah. Ijalna khairan wa tawfiqa wa kamalan wa jamalan wa iyadan wa jiwara wa hisna. Waj'al hadha al-Qur'ana rabi'a qulubina. Ij'al hadha al-Qur'ana rabi'a qulubina wa shifaa ma fi sudurina. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.